Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Mambo yameanza kupamba moto kweli kweli mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kumwapisha mwanasheria mkuu wa serikali Johari. Sasa mambo yamepamba moto kweli kweli. Mwanasheria mkuu wa serikali ameanza kusema ya kwamba atadili na Mange Kimambi bampa tu bampa, sako kwa bako, atalala naye mbele kutokana na mambo ambayo amekuwa akiyafanya mwanasheria huyu wa serikali, na kusema ya kwamba wanaweza wakafanya compromise kwa ajili ya kumpata Mange Kimambi na serikali ya United States of America ili waweze kumnasa Mange Kimambi. Sasa Mange Kimambi na yeye kaamua kumjibu mwanasheria wa serikali kwa kusema ya kwamba yeye hawawezi kumkamata kwa kuwa hana kosa lolote, bali yeye anafichua tu maovu ya serikali. Hivyo Mange Kimambi akaendelea kusema kwamba Marekani hawezi kufanya compromise ama kuzungumza na Tanzania kwa ajili ya yeye kumkabidhisha Tanzania. Hayo ni maneno ambayo Mange Kimambi ameyasema na ameandika katika ukurasa wake mtandao wa Instagram kuhusu kauli ya mwanasheria mkuu wa serikali ambaye alisema kwamba shughuli yake namba 1, kazi kubwa ni kuanza kumshughulikia bampa to bampa Mange Kimambi. Hapa unaweza kusema kwamba ngoma imenoga. Mwanasheria wa serikali ameanza kazi rasmi na ameangalia lile jiwe kuu la kuweza kuliangusha. Mtazamaji Bongo Super Media, hiyo ndiyo hali halisi mpaka hivi sasa. Unahisi kati ya mwanasheria mkuu wa serikali na Mange Kimambi nani anashinda hii bato ama anashinda hii vita? Sababu vita ndio kwanza imeanza. Vita ndio kwanza bado mpya kabisa. Huku Mange Kimambi, huku mwanasheria mkuu wa serikali. Maoni yako mtazamaji Bongo Super Media ni muhimu sana, andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Lakini pia ikiwa ndio mara yako kwanza kutembelea katika channel hii, usisahau kubonyeza alama ya subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.